amejua alikotoka. Hapo katika mafundisho yake hekaluni, Yesu alipaza sauti akasema, mimi mmenijua na mmejua nilikotoka, lakini sikuja kwa amri yangu, ila yeye aliyeko kwa hakika amenituma, nanyi hamumjui. Mimi nimemjua kwa sababu nimetoka kwake yeye aliyenituma. Hapo hapo walitaka kumkamata, lakini hakuwako mtu aliyemnyoshea mkono, kwa maana saa yake ilikuwa haijawadia bado. Injili ya Bwana. Sifa kwako Ee Kristo. Wapendwa, tunazidi kukaribia tamati ya kipindi chetu cha Kwaresima, tunapobakisha siku chache ya kwamba Jumapili ijayo tarehe 29 tutaanza mfululizo wa kipindi cha Juma Takatifu. Jumapili hii inayokuja tukielekezwa kutafakari kuhusu Yesu aliye ufufuo na uzima, ili tuweze kuanza Juma Takatifu, Kristo itatupa nafasi ya kubeba matawi ama mitende kuashiria mwanzo wa Juma Takatifu na kuweza kushuhudia ugeugeu wa mwanadamu huyu aliyemkaribisha Yesu kwa furaha, akishangilia na kuimba hosana hosana juu mbinguni. Na baada ya siku chache mwanadamu huyo huyo ndiye atakayepaza sauti na kusema kwamba aondoshwe, aondoshwe, asulubiwe. Unaposikiliza somo la kwanza siku hii ya leo, kadirisha wazi ya kwamba mwanadamu ni msahaulifu na mwanadamu ni kigeugeu. Anaposhuhudia uamuzi uliopo kati ya kuishi katika usafi na wema wa Mungu na kuishi katika dhambi. Tutasikia katika kitabu hiki cha Hekima vile ambavyo maelezo yaliyotolewa yamlenga sana mkombozi ulimwengu, Bwana wetu Yesu Kristo. Maandiko yanapotuambia kwamba natumbizie mwenye haki, kwani anatuletea usumbufu, maana anapinga matendo yetu. Pia anayashutumu
mtumishi wa Bwana. Kati ya mambo ambayo Yesu Kristo atashtakiwa kwayo ni ya kwamba aliweza kujitoshanisha na Mungu. Hii ni nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Yesu ambaye alimwambia Filipo, ukiniona mimi umemwona Baba aliyenituma. Filipo aliposema kwamba tuonyeshe Baba. Kisoma katika Injili ya Yohana mlango wa 14 wasikia hayo ndiyo mambo ambayo Filipo alimwambia, tuonyeshe Baba yatutosha. Lakini Yesu akamwambia, siku zote hizi tumekuwa pamoja nanyi, bado hujamwona Baba? Na Yesu akathibitisha, ukiniona mimi umemwona Baba. Hivyo hakuna lolote lile alilolisema ambalo halikuwa limeidhinishwa na Baba. Na ndio hata tukikumbuka siku ya Jumatano, Yesu alisema kwamba kazi zote ambazo Baba amezitenda, hata yeye amejaliwa kutenda kazi hizo, na kutuelezea kwamba Baba anafufua, hivyo naye anafufua. Baba anaponya, hivyo naye anaponya. Ilishiwa wazi ya kwamba amekuja kutufunulia na kutudhihirishia pendo la Baba maishani mwa kila mmoja wetu. Na ndio basi tunapoambiwa kwamba ametuia karibio la nia zetu, hata kumtazama ni uzito kwetu. Kwa nini kuna uzito kumtazama? Ndugu zangu, tunaambiwa kwamba huwezi ukamdanganya Mungu na huwezi ukajidanganya wewe. Kwa hiyo wanapoona ni mtu mwadilifu, ni mtu mtakatifu, maandiko kama vile ambavyo tunasoma Injili ya Mathayo mlango ni wa 5, kwa tunapoambiwa kwamba heri wale walio waadilifu, maana hao watamuona Mungu. Hivyo tunapopewa changamoto ya kwamba maisha yako na maisha yangu tunapaswa kuyaelekeza katika uadilifu, ni dhahiri ya kwamba tunapokosa kuishi katika wema huo, tunapokosa kuzalisha matunda mema, na tunapokosa kuishi katika mpangilio wake Mungu Mwenyezi, kila wakati tunapokutana uso kwa uso na Bwana wetu Yesu Kristo, kwako na kwangu, tutaona uzito kuendelea kumtazama. Kumbukeni maneno ambayo Yesu alimwambia Petro ya kwamba kabla ya jogoo hajawika utanikana mara 3. Na kweli Petro alimkana Yesu mara 3, ili kwamba jogoo alipowika uso wake ama macho yake yakakutana na macho yake Yesu Kristo. Nini kilichotokea? Msifu Yesu Kristo. Kuambiwa kwamba Petro ama Simoni aliondoka katika ule moto aliokuwa akiota ama kukota, na akaweza kwenda na kuomboleza hilo jambo. Hivyo wanaposema kwamba hata kumtazama ni uzito kwetu, ilikuwa uzito mkubwa wa Petro kuweza kutazama uso wake Yesu. Sisi tunapotazama msalaba tunajua kwamba kuna yule aliyelipa
the opportunity to repent our sins. Ndio waone ya kwamba wewe na mimi bado tunaendelea kushikilia dhambi zetu. Yesu anapotutazama na kutupa nafasi tuweze kuziungama. Ndugu zangu, wakati mwingine inakuwa ni shida kubwa. Nimetoka mahali ambapo kunaitwa Keremet, nilikuwa nimeenda exchange program ya sakramenti ya maungamo, na nikiwa kule watoto kadhaa walikuja, ni wao kusema kwamba tangu batizo hawajawahi kwenda maungamo. Mimi sikutaka kuuliza walibatizwa nini, lakini hilo ni jambo ambalo ninakuambia, vile ambavyo tunapewa nafasi na Mungu ya kutumia muda wetu ili kuishi katika usafi wa roho na mwili, lakini bado tuchague kuishi katika dhambi zetu. Niwakuta ya kwamba kumtazama ni uzito kwetu, kwa sababu maisha yake sio sawa na ya wengine, na tofauti kabisa ni mapito yake. Mapito yake Yesu Kristo yalikuwa ni mapito ya namna gani? Huyu anayetualika na anayetupa nafasi tuweze kuamka na kutoka katika giza zetu. Na tuliulizana hata siku ya Jumapili, kama yule mtu ambaye alikuwa kipofu angepakwa matope katika macho yake na baadaye akatae kwenda kunawa kule alikoelekezwa shimoni, angeendelea kuwa kipofu, angeponywa. Ilibidi amke na afuate yale aliyoagizwa. And my dear friends, Lent is all about inviting each one of us to have a stand and to make a move, because we must move from darkness to light, and that light can only be experienced when we accept that we are sinners and we must do something so that we may be able to receive the graces we need in this journey. Yesu wako wanakosa, lakini leo anasema nini katika Injili yetu? Wanamtafuta wapate kumuua. Nini kibaya alichokifanya? Kufungua macho ya vipofu kuona, kusaidia viwete wapate kutembea, kuzindua masikio ya viziwi wapate kusikia, kutoa pepo katika maisha ya watu, kufufua wafu. Tukianza kutaja yale ambayo Yesu Kristo aliweza kuyatenda, sidhani kama tutaona kosa lolote, lakini walimtafutia makosa kwa njia zote. Hata yule aliyeponywa siku ya Jumapili, yule kipofu, hatukusikia ya kwamba wanamuuliza huyu aliyekuwezesha kuweza kuona ni nani. Waliuliza huyu aliyekuambia uweze kubeba godoro lako na wende zako ni nani? Amani, hiyo si Jumapili. Lakini jambo ni kwamba walianza kumuuliza huyu aliyekuambia ukanawe kule Siloamu ni nani? Sababu waliona ni kazi kutengeneza tope kupaka macho yake, na haikuwa imeruhusiwa kutengeneza ama kufanya kazi siku ya Sabato. Na ndio tukaulizana juzi ya kwamba kwa nini watu wanajifungua siku ya Jumapili ama siku ya Sabato, kama Mungu alisimamisha kazi. God is good. Kwa nini watu wanakufa siku ya Sabato kama Mungu alisimamisha kazi? Because God is still at work. God is at work, and God is not limited by time and space. It is us human beings who are limited with time and space. Na ndio tuambiwa kwamba hii dunia ni lazima tutahama, lakini tunahama tukielekea wapi?
nimejipanga, tunatoka tukielekea wapi? Na ndio tuulizana leo, kwa sababu huwa tunasikia kwamba ujio kama alivyokaa ndivyo atakavyorudi. Kuna mtu anajua atarudi lini? Unajua? Hata mimi sijui. Kuna mtu anajua anahama hii dunia lini? Kunaye ameambiwa utaenda Jumamosi, ule mwingine Jumapili ijayo. Hakuna. Lakini to be very sincere, ni wangapi ambao tunaishi kama tunaenda kesho, kwamba tunalala kana kwamba tutaamka kesho? Most of the times we even sleep having made arrangements ya kwamba kesho tukutane shukrani. Kesho tukutane wapi? Tukutane shukrani, because we are people of hope. But that does not mean even if we are people of hope, we cannot die. We will die one time. But the greatest tragedy is actually to miss heaven, yet opportunity was there to make better our relationship with God, better relationship with others, and even with ourselves. Because God is giving us opportunity. Hawa ambao wananung'unika na kusema kwamba kumtazama ni uzito kwetu. You know, sin speaks to a sinner, and sin will continue speaking to us. What are we doing to see that we overcome sin in our own lives? Mimi nikitoka huko nilikuwa nimeenda, nimekaa kujiuliza sana. You know, leo nilikuwa kuna mahali ambapo nilikuwa ninasoma na nikakuta ujumbe. A good philosopher who was a friend of Alexander the Great, na alikuwa amesimama mahali ambapo kulikuwa na mlima wa mifupa. Akitazama ile mifupa, Alexander the Great akaja akauliza a great philosopher Diogenes, amuuliza nini unachotazama? Akamwambia kwamba natazama mifupa hii nione kama nitaona mifupa ya baba yako Filipo. I'm looking at the bones, if I can be able to identify the bones of your father Philip. Mara moja Alexander the Great akajua nini anakuambiwa, ya kwamba when bones are brought together, you cannot be able to pick the bones that belongs to your friends, belongs to your enemy, and even belongs to those people that you do not wish them well in this life. Bones are bones. God is good. Yeah. And I think the message is also given to us. Tunapoambiwa ya kwamba utukumbuke Bwana. Samahani, tunaweza kuchanganya vitu ambazo ni zake. Tunasema Bwana yupo karibu na wale waliovunjika moyo. Nini kinachokuvunja moyo? My dear friends, it is time we sit and we ask ourselves, what is breaking us up? Nini hicho kinachotuvunja moyo? Natuambiwa kwamba Bwana yu karibu na wao, maanisha kwamba tunapojielewa ni wapi tunatoka na ni wapi tunaelekea, tutamkaribisha Mungu katika maisha yetu ili apate kuendelea kutuongoza, tusiingie katika hila, ushawishi kwa wale ambao wanadhani ya kwamba kuangamiza mtu utafaa zaidi. Lakini Yesu alikuja na yosema kwamba hapo hapo walitaka kumkamata, lakini
mchakato wa namna kila mmoja wetu, ni dhambi zetu, hizo ndio zetu. Walipomvua nguo zake, walimwacha uchi wa mnyama, ukombozi wa dunia. Hakuwa ameenda wafu in order to shame him, but this is the person who brought life into our lives. He's the one who connected us with God again. Even after humiliating him, rejecting him, shaming him, but for him, this was an indication, Lord, that unconditional love of God for each one of us. So let us change and let us accept that God may continue to dictate our lives. Hata tunaposikia kwamba ni kama tumefika mwisho wetu, look at the cross. Jesus never gave up on us. Why should we give up on him? We shouldn't. Mambo yanapokuwa mazito, tunajua ni nani tunayepaswa kumtazama, ni nani ambaye tunapaswa kumwita. Tumwite. Na ndugu zangu, hayo hapo tunapomwita, Mungu atatujalia neema tunazozihitaji katika hii safari ya kuelekea kwenye maisha ya uzima wa milele. Jana tulimwadhimisha Mtakatifu Yosefu, na kati ya mengi ambayo tuliyasema, there is one thing that was very striking, that he was silent in strength. Nini kwenye maandiko matakatifu, ningependa mkienda nyumbani mulete maneno yaliyoandikwa ya kwamba Yosefu aliyasema. Hakuna na ile Biblia. Huyu ni mtu ambaye katika ndoto aliweza, malaika alitokea katika ndoto, na lolote alilomwambia tunaambiwa kwamba Yosefu alitimiza. So he's a man who was obedient to the will of God. Tukileta amka, Herode anatafuta kuwa huyu mtoto, elekeni kule Misri, na naamka na nashika barabara na familia yake, taking care of a holy family. Yet tunajua kwamba is a man who was born of sin, lakini anatunza familia ambayo haina dhambi. Bikira Maria alikimbilia dhambi ya asili, kwa hiyo hakuwa na dhambi. Yesu hakuzaliwa na dhambi, ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Lakini huyu aliyekuwa na dhambi ndiye aliyetunukiwa mamlaka ya kutazama hii familia, ambapo tunasema kwamba he protected this family with his own life. Let us protect our faith with our own life. And through the grace of God, we will achieve our teleological end. And that teleological end is the goal, eternal life. Let us chase heaven, and let us not allow anyone or anything deflect us from the right path, because we want to meet in heaven. God bless.